Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, baada ya dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Vijana wanaojiajiri kufanya kazi ya kupaka rangi kucha za wanawake maarufu kama Mr. Kucha wametakiwa kuzingatia weledi na maadili wanapotoa huduma hizo kwa wateja wao, ikiwemo kujiepusha na kujiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi na wateja wao hao. Vijana hao wamehusishwa kuwa chanzo cha kuvunjika kwa ndoa na mahusiano ya wateja wao, huku baadhi ya wananchi wakiwatetea wajasiriamali yao. Lakini kuna wengine wanapita mipaka, yani dhamira yao sio kupaka kucha tu. Dhamira yao wanaenda na mambo mengine, hasa kwenye nyumba zile za matajiri. Unajua kuna masingo mama wengi ambao wana hela zao, unaona? Alafu wale ndio nahisi huwa wanasababisha vitu kama hivyo. Kwa wale wanampigia mtu simu, njoo nyumbani. Kwa wanawake sisi tuko hivi, unakuta anamuita Mr. Kucha nyumbani, kavaa kanga, kavaa nguo fupi. Wewe unategemea nini? Mwanaume yule anakula, anashiba. Unategemea nini? Ni jinsi wewe unavyokwenda na muonekano wako. Lakini ukienda kiustaarabu atakupa kiustaarabu na tutoka kwa ustaarabu. Hakuna shida kabisa, na wala hautaona kwamba baba amekupapasa. Kama utaweka mipaka yako wewe, yeye hawezi akavuka mipaka yako. Unatengeneza kucha kama kucha, ila yeye wewe utakavyoenda naye na yeye ndio atakavyoenda wewe unavyotaka. Kwa sababu yeye anahisi vile wewe ndio unavyotaka na yeye anatafuta, au yeye yupo kwenye biashara. Na tuendelee na kurasa. Wananchi wa kata Mburahati wilaya ya Ilala wamelalamikia ubovu wa barabara kuanzia njia panda ya Mburahati na kusababisha uharibifu wa vyombo vyao vya moto licha ya kutoa malalamiko yao kwa kipindi kirefu. Wananchi hao wamesema kuwa uharibifu wa vyombo vya moto umetajwa kama moja ya athari kubwa zinazotokana na barabara hiyo kuwa mbovu. Kuhusu barabara imekuwa ni korofi sana. Inatusumbua sana barabara kwa Mungu. Magari mengi yanaharibika na serikali ipo, lakini tunaona changamoto. Tunaiomba serikali yetu tusaidie maeneo haya, barabara imekuwa mbovu, gari nyingi zinaharibika, hata sisi wenyewe tunapata taabu vile vile tuko na abiria. Bwana, kukuambia kweli barabara ni mbovu hivyo ninavyokuambia. Mpaka leo hii imepita gari ya Manzese hapo, nimepata spiringi ile ya chini imekatika hapo. Nimechukua nimeenda kupima. Kukuambia kweli barabara ni mbovu sana, na viongozi wanapita wanaona. Yaani kwa kipande kwa hichi kwenda mpaka Madoto ni kipande kibovu sana. Hata gari hizi zinapata shida za kupita. Bodaboda sisi tunapata shida. Kama mvua kinyesha hivi kabisa. Na tumalizie kurasa kwa hili. Tabia ya baadhi wananchi kugeuza vibaraza vyao kuwa maeneo ya kuuza vilevi nyakati za jioni imeanza kuzoeleka na kugeuka kuwa kero kubwa kwa wakazi wa maeneo mbalimbali, hususan ya mijini. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamezitaka serikali za mitaa na vyombo vya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya wale wote wanaogeuza nyumba zao za makazi kuwa sehemu za kuuza pombe. Asubuhi inakuwa ni sehemu ya kukaa wananchi, watu wanapoishi, lakini jioni inakuwa ni kama grocery au nini. Inakuwa ni kero kama jioni mtu umetoka kazini, umechoka, unataka uingie ulale. Lakini kelele zinazokuwa zinasikika hapo sio za kawaida. Maisha sasa hivi yamebadilika yani. Watu wanaishi kwa mambo tofauti wanaoweza kuona wao. Kwa maana sasa hivi kuna nyumba zingine unaweza kushangaa pembeni ni kanisa au pembeni ni bar au ni nyumba ya kuishi, pia jioni inakuwa bar au kama grocery kwa kuuza vinywaji. Tuulize sheria zinasemaje za mtaa, sheria zinasemaje za kata, sheria zinasemaje za mkoa na wilaya. Zinaruhusu, sababu kuna leseni hizi unajua hizi Yawezekana zile leseni ndizo zimesababisha hawawezi kufanya hivyo. Kwa sisi ambao tunaofanya biashara, kwenye frame zetu tunalipia leseni kila kitu, tunalipia mapato. Hao ambao walikuwa majumbani ikifika usiku wanatoa viti nje, wanakaa wanafanya biashara hiyo, wanatuumiza sisi tunalipia TRA. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kunani? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa.